Ni mechi ya namna gani kwa mnyama leo akianzia nyumbani? Mechi ya leo naweza kusema ni mechi ambayo itaonesha mwanga wa Simba nini kile wanachokitaka na kile ambacho wamekikusudia. Kwa sababu mechi ya leo inaonesha kama wanaitaka finali. Na hii ndio picha halisi katika hii game ambayo inaenda kuchezwa leo saa 10 pale Amani. Ndio. Endapo Simba watapata ushindi wa magoli mengi, moja kwa moja picha halisi itaonekana ya kufika finali. Na kama watafika finali basi naona hakuna kitachoweza kuwazuia ili kuweka historia nyingine baada ya kuwashacheza finali kama hii. Wanasema siku zote mfano kwa mnyama matamanio yake ilikuwa nusu finali. Lakini unaposogea unatamani zaidi. Ando maisha ya mtu yote. Ukijenga nyumba moja utatamani uwe nao ya pili. Ukinunua gari ambayo imetoka 2020 utatamani upate gari ya 2025. Okay. Kwa hiyo Simba kila wanapopiga hatua tamaa inawajia. Lile lengo lao washafika, lakini sasa wanataka kupitiliza lengo kuweka historia nyingine katika nchi ya Tanzania. Na hiyo mara nyingi ndio inaleta mafanikio sana. Unaposema nataka nikifika hapa kwangu mimi kwa mwaka huu, namshukuru Mungu itakuwa imetosha, afu mwaka mwingine na kuwa na plani nyingine. Lakini ukishafika pale nafsi inakwambia hebu nisogee kidogo kwamba kama inawezekana hivi. Na hamna kitu kinachoshindikana kama utakuwa umejiwekea malengo na mipangilio madhubuti ya kile unachokitaka. Basi na kumshirikisha na Mwenyezi Mungu, mimi naona hamna kinachoshindikana. Kwa hiyo Simba wako katika hali hiyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pamoja na kazi wanaoifanya ya kutengeneza timu, naona hakuna kitachoweza kuwazuia. Na ukichukulia Simba ni timu kubwa mimi naweza kusema, na timu ambayo imeanzishwa muda mrefu tofauti na hii timu ambayo wanaenda kucheza nayo leo. Hii timu wanaenda kucheza nayo leo labda ina miaka kama 9. Tokea 2016 mpaka leo 2025. Kwa maana hiyo Simba wana uzoefu mkubwa. Na ukichukulia kingine wanacheza nyumbani. Na nyumbani kuna vitu vile ambavyo mimi naweza kusema vimeongezeka. Tofauti ya kwa Mkapa na tofauti ambako wameenda kucheza sasa hivi katika uwanja wa Amani. Kule kuna wazee nako. Wataitaka hii mechi, hawakupata mechi kama hizi. Nikisema hivyo mwenyewe unaelewa. Niko baada ya saa ngapi nitakuwepo huko. Kwenda kushuhudia. Evans Malia, mpira unapendwa. Na sasa hivi nasema miongoni mwa michezo ambayo inapendwa nambari moja ni mchezo wa mpira wa miguu. Simba wanaingia nusu finali. Na watu wanapoisikia Simba kuingia nusu finali, wanaiona kabisa kwamba Simba mbona kama tayari finali. Mchezo huu unatengeneza ile road kwenda finali kwa Simba katika mazingira ya namna gani? Hasa kwa maandalizi ambayo Simba wameyafanya. Cha kwanza Simba tu ile jina la mwaka robo limeisha, sasa hivi tutawaita mwaka nusu. Kwanza hiyo ni achievement kubwa sana. Lakini ukiangalia kama karatasi, sio tu zidi ya Stellenbosch, Simba ni favorite kuchukua hichi kikombe. Simba ni ya 4 kwa ubora barani Afrika. Aliyebakia ni Yara Berkane ambaye anashika nafasi ya 9 kwa ubora. Na ukiangalia anacheza na Stellenbosch ambaye ni mgeni, hakuna ambaye itarajia kwamba hii klabu kutoka South Africa itavuka group stage. Lakini wamekuwa na performance nzuri sana, wamekuwa wakigrow katika mashindano haya kila wanapocheza. Na kocha wao Baka lazima tumpe pia pongezi, pamoja hana pia historia achievement kubwa katika mpira wa miguu barani Afrika na duniani kwa ujumla. Lakini ni timu ambayo inacheza kwa tactical discipline. Haina mchezaji mkubwa wa kusema, ukitoa yule mchezaji wa De Jong ambaye ni New Zealand. Na New Zealand tunawajua ni wazuri kwa rugby. Unaweza hata kuna mwaka walikuja hapa na Taifa Stars wanacheza South Africa 2010. Tuliwafunga hapa timu ya taifa ya New Zealand. Kwa hiyo ni timu ambayo inacheza kitimu. Na unaweza kugundua hilo baada ya kuitoa Zamalek, kuifunga Zamalek kwao 1-0. Hiyo ni surprise kubwa ambaye ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo ukiangalia historia yao kwenye tournament, wamefungwa goli 10. Lakini goli 8 walifungwa na RS Berkane. 5 na 3 walipigwa. Kwa hiyo ukitoa mechi yao na RS Berkane, unagundua wamefungwa goli 2 tu katika mechi 6 ambazo kwenye hatua ya makundi. Lakini mpaka kufika nusu finali, umeangalia
timu ukitoa zile goli 8 ambazo Wydad walikuwa nazidi na bado walikuwa wageni kwenye tournament,